Haleluya, atukuze Muumba mbingu na nchi, kwa wema na fadhili zake tele mno amenipa mimi kibinafsi kama mtumishi, na zaidi ya yote pia na wewe amekulinda, kutunza, kubariki na kukupa neema tena. Kumekucha, na zaidi ya yote kumepambazuka siku nzuri ya kupendeza ambaye dadi ametupa. Uko ndani ya idhaa Radio Fortune Africa, ukweli na burudani, na zaidi ya yote ndani ya redio yako inayokuwa kwa kasi sana dunia nzima. Tunashukuru mitandao ya kijamii. Wewe enda tu ndani ya mitandao ya kijamii yote utatupata kule Radio Fortune Africa, unatupata kwa njia nzuri sana ya kupendeza. Zaidi ya yote enda Google tu, Google Radio Fortune Africa, patana na app kadhaa zina link, ingia nazo ndani ya idhaa na unanipata kwa njia nzuri ya kupendeza. Kipindi kizuri Mwanga wa Baraka ambacho kinaanza saa 4 mpaka saa 7 mchana. Nashukuru Jehova kwa wema wake na fadhili zake. Hiyo ni siku ya Ijumaa, Jumatatu hadi Ijumaa, siku nzuri kabisa. Siku 5 za wiki niko hapa bamba tu bamba kuhakikisha ya kwamba ukienda kazini pale una nafasi nzuri ya kumtumikia Mungu na kufanya kazi ambayo umeajiri kuifanya. Nataka tupate ndimi za baraka kwa njia nzuri ya kupendeza kwa wakati huu kabisa. Asante na karibu. Samueli wa kwanza mlango wa 31 mstari wa kwanza hadi 5 nasema nini? Mambo haya yalikuwa mazuri sana siku zile. Unaona, kulikuwa na mtu ambaye aliitwa Yese, na Yese ni mtu wa mji wa Bethlehemu. Katika zile bonde bonde na zile milima za kule katika nchi ya Israeli palikuwa na mahali paliitwa Bethlehemu, na mzee aliishi kule aliitwa Yese, mtu aliyekuwa na watoto 7, na kati ya watoto 7 walikuwa watoto jasiri wenye nguvu tena ambao walijulikana sana katika ulimwengu wa siku zile. Unaona, elimu na kitu cha maana sana katika ulimwengu wa sasa, na Bwana wa majeshi alimchagua mtumishi kati ya waliokuwa wadogo na wakubwa, akamchukua mdogo zaidi na kumfanya kuwa mtu mkubwa. Bwana hachagui na kutazama jinsi watu wanavyotazama. Watu hutazama kwa umri, watu hutazama kwa kimo, watu hutazama urefu wa mtu, utazama uzoefu wake, lakini Mungu utazama moyo wa mtu na kumpa nafasi. Akampa nafasi kijana mdogo sana kuwa kati ya watu watakaoongoza taifa la Israeli. Unaona, Samueli wa pili 5 mstari wa 3, kijana tunayemjua mlinda kondoo wa baba kule nyikani porini, mtu tunayefahamu zaidi ya kwamba katika siku zake zote alikaa porini. Hakuwa mzoefu katika maisha yote ya uongozi, alilinda tu kondoo wa baba yake porini, lakini Mungu anatazama ndani yake ufalme na kumtia mafuta katika sehemu ya kumtumikia Mungu. Unaona, kwa nini Mungu hakuchagua kati ya watoto wa Yese 7 waliokuwa na uzoefu, waliokuwa watu bora, waliokuwa watu warefu, wazoefu wa vita, waliokuwa wanajulikana, watu maarufu waliojulikana, lakini Mungu akatambua kijana mdogo na kumpa nafasi ya kuongoza taifa la Israeli. Mungu atazami jinsi wanadamu wanavyotazama, bali yeye hutazama roho. Daudi akishuka kwa sababu alifahamu ya kwamba uhusiano wangu na Mungu unaleta ushuhuda mkubwa siku zijazo, sababu nikiwa na Mungu na nikiwa na Jehova tuendako mbele tana mafanikio makubwa tena ya kutosha. Nataka uyaangalie mambo haya katika maandiko, ukafahamu ya kwamba kuna nguvu katika kunena, maana leo hii tunazungumzia habari za ndimi za baraka na kuna nguvu katika unenaji. Angalia Wafilipi, wakati ule Paulo anapoliongelesha kanisa la Wafilipi anawaambia, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Natamani pia na wewe kitu hiki unapoamka majira asubuhi, linakuwa ni jambo la kwanza la kulitamka katika kinywa chako, ya kwamba na yaweza mambo yote. Ninaamka ndio, lakini ninafahamu na yaweza mambo yote katika yeye anayenitia nguvu. Jambo la pili, unaposoma Yoeli 3 mstari ule wa 10 na Wakorintho wa pili 8 mstari wa 9, wewe usio na chochote, unayeonekana dhaifu, sema hivi, maskini amesema mimi ni tajiri. Hili ni jambo nafaa ulitamke tu pasipokuwa na uoga, ya kwamba sina lakini naenda kukipata, ya kwamba sina lakini naenda kukipokea. Ndio, nimelala bila kula chochote jana, lakini leo mchana nitakula. Yaani unatamka ya kwamba nimekwisha pokea, nimekwisha kipata, Bwana amenipa, na tena na ujasiri mkubwa katika kinywa chako. Katika ndimi za baraka tunakutia moyo. Tamuka
mambo ya ushindi, si kushindwa, mambo ya ushindi. Wafilipi 4:19, jambo lingine la tatu, Mungu wangu atanipa kadri ya uwezo na kutukufu wake na utajiri wake. Mungu wangu atanipa. Hata wanadamu wakikosa kunipa, Mungu yupo, atanipa. Anaifahamu leo yangu, anaifahamu kesho yangu, anafahamu hatima yangu, na atanipa kwa kadri ya utukufu wake. Basi ninatamka kwa bidii na nguvu, maana Mungu yuko pamoja nami. Jambo lingine la 4, Zaburi ya 23:1, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Jinyoshe katika hatua za maombi. Bwana ndiye mchungaji wangu, leo sina, lakini akiwa mchungaji atanilinda katika safari zangu. Nitatembea na Bwana. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitahofu lolote. Jehova yuko pamoja nami. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitahangaika lolote. Bwana yuko pamoja nami. Na jambo la 4 tena la mwisho, yaambiwa Mungu, Yoshua akasema katika kitabu cha Yoshua 24:15, mimi na nyumba yangu nitamtumikia Jehova. Katika hatua zangu zote, changamoto nazopitia, mimi na nyumba yangu nitamtumikia Jehova. Sitaangalia wanavyoangalia wanadamu, nitajitoa na kumtumikia Jehova. Na ndiyo ndimi za baraka siku ya leo, na Bwana akubariki sana. Langu jina Ndeva Mathew. Karibu popote ulipo, mnapoenda kutufuatilia popote mlipo. Radio ni Radio Fortune Africa, ukiwa na burudani, na kipindi ni Mwanga wa Baraka, Jumatatu hadi Ijumaa saa 4 mpaka saa 7 za mchana. Asante. Unaweza siwana kituo hiki tena kifedha, maana tunatamani pia tuone tukitamba zaidi, hata zaidi kuliko tulikotamba, maana tukipata tu fedha tunaingia FM kwa njia nzuri ya kupendeza. Basi Bwana akikuzungumzia kwa moyo mkunjufu, 4561 468, hiyo ni till namba yetu. 4561 468, hiyo ni till namba yetu. Asante na karibu.